Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah amesema kuwa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar itaendeleza azma yake ya kuboresha na kuimarisha sekta ya michezo nchini. Amesema hayo kwa niaba ya Dr. Hussein Ali Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, katika uzinduzi wa mashindano ya IAS Zanzibar International Marathon yaliyofanyika katika viwanja vya michezo Maisara, Zanzibar. Mheshimiwa Rais ameahidi kuiendeleza Zanzibar katika sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya michezo. Naamini mnafahamu eneo hili, mwenyekiti amesema miaka miwili nyuma halikuwa hivi. Lakini viwanja kama hivi tunaendelea navyo, viwanja 17 kwa fezi ya kwanza. Lakini mnafahamu kwamba tuna ujenzi wa mji wa michezo Sports City kule Pumba, ambao ndani yake kuna uwanja mkubwa sana, ambao uwanja huo tunategemea kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu utatumika kwenye mashindano ya AFCON mwaka 2027. Na niwaambie wale ambao hamjapata nafasi ya kutembelea kule, sio uwanja tu, ni mji mzima wa michezo, yani ni Sports City yote kabisa, imekamilika kabisa. Hiyo ndio kasi ya Dr. Hussein Mwinyi. Nami niwaahidi kwa niaba yake tutaendelea kushirikiana nanyi, tutaendelea kuhakikisha tunatoa kila msaada unaohitajika kuimarisha sekta ya michezo hapa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Nami nitumie nafasi hii kuelekeza mashirika yetu ya ndani, wakiwemo PBC, ZRA, Zura, ZECO na mengineo, kuendelea kushirikiana na washiriki waandaaji wa mashindano haya ili mwakani tuweze kupata mashindano makubwa zaidi na udhamini mkubwa zaidi. Naamini ndugu zetu wa Mixx by Yas wataendelea pamoja na makampuni mengine, lakini nasi mashirika ya ndani tutaweka mkono wetu, na nikuachie mwenyekiti, inshallah mwakani mambo yatakuwa vizuri zaidi. Naamini Mheshimiwa Waziri wa Habari na naibu wake pamoja na katibu mkuu na timu yao watafanya kazi nzuri kuhakikisha tunaunganisha na mambo haya. Nami nikiwa mtendaji mkuu wa shughuli ya serikali, tutashirikiana kuhakikisha mambo haya yanakwenda vizuri. Nitumie nafasi hii kuwashukuru nyote ndugu zangu wa Brass Band ambao mlituongoza vizuri. Kwa upande wake, Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo Zanzibar Mheshimiwa Riziki Pembe Juma ameipongeza kampuni ya Mixx by Yas kwa kuendelea kuandaa mashindano hayo yanayowakutanisha wanamichezo kutoka nchi mbalimbali, jambo ambalo huwajenga wanamichezo kuwa na umoja, mshikamano pamoja na kuongeza mapato ya nchi kupitia utalii wa michezo. Niombe kuambia wadau wote wa michezo, Wizara yetu ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo iko tayari kuendelea kushirikiana na kila mdau ambaye anataka kuja kushirikiana na serikali katika kuona masuala yote ya michezo ndani ya Zanzibar yanaendelea kufika hatamu. Tuko tayari na tutaendelea kama tulivyoanza nyuma, tutaendelea siku zote kushirikiana nao, na tuambie kwamba milango yetu iko wazi, wakaribie sana ili tuendeleze ushirikiano wa aina kama hizi. Tunafurahi sana kwa sababu tumepata waitiaji wengi, watu wameweza kufanya malipo ya mbio hizi kupitia Mixx by Yas na wameweza kuhudhuria leo hii, na tumekuwa tuna watu wengi sana kwa kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21. Sisi kama Mixx by Yas tuko Zanzibar tukifanya mambo mengi sana, na mambo ambayo tumefanya ukiangalia mwaka mmoja baada ya kubadilisha chapa zetu kuwa Mixx na Yas, tumeweza kuwa na mafanikio makubwa mengi, ikiwemo kuhakikisha Zanzibar yote
minara ya 4G Zanzibar nzima na 5G katika miji mikubwa na kuhakikisha tunapata kasi ambayo iko nzuri zaidi. Tumeweza kufanya kazi na wakulima wa karafuu ambapo tumefanya malipo ya zaidi ya bilioni 10 kwa wakulima zaidi ya 100,000 na tunawapatia pia bima ya afya. Tumeweza pia kufanya kazi na serikali na UCSAF kuhakikisha tunaleta minara 42 mipya ambayo inaweza kuwasaidia watu walioko pembezoni mwa Zanzibar, lakini pia tunaendelea kufanya mambo mbalimbali kusaidia serikali ya Zanzibar na jamii nzima, tukiwa tumeweza kuhakikisha Wazanzibari wanapata huduma za macho, afya ya macho, na pia zaidi ya Wazanzibari 25,000 wanafanya kazi na sisi kuweza kukidhi mahitaji yao ya kila siku. Tunawashukuru wananchi kwa kutusapoti katika tukio hili. Tukio hili sisi tumeanza kulidhamini zaidi ya mwaka wa 4 sasa, na kwa kweli tunaliona kama linaleta athari kubwa kwa watu wetu na katika uchumi wa Zanzibar, na kwa sababu hiyo tunawaomba wananchi wetu waliopo katika sehemu mbalimbali hapa Zanzibar na maeneo mengine ya nchi waendelee kutuunga mkono kuja katika marathon zinazokuja ili ziweze kufanikiwa tena zaidi. Kama tunavyojua, Yas ni mtandao mkubwa hapa Zanzibar na ni mtandao ambao unakubalika na watu wengi zaidi. Malengo yetu ya marathon hii ni kuweka chachu ya uchumi wa nchi yetu na wakati huo kutunza afya za wakimbiaji wetu. Malengo haya tunaona kadiri siku zinavyokwenda yanafikiwa. Tunaona boti zinazokuja huku kutoka Dar es Salaam zimejaa, tunaona hoteli zilizopo hapa zinajaa, kuna watu wa taxi, kuna watu ambao wa bodaboda na watu wengine wafanya biashara waliopo katika viwanja wananufaika sana na mbio hizi. Wapo. Sasa nawaomba wazee na Tanzania nimeshiriki mbio za kilomita 10 Zanzibar International Marathon na nimefanikiwa kushinda kilomita 10. Kwa kweli Zanzibar International Marathon wamejitahidi sana, wamefanya maandalizi mazuri, wamelipa vizuri. Naomba waendelee kufanya vizuri zaidi miaka ya mbeleni huko, waendelee kuongeza prize money ili washiriki waendelee kuwa wengi na watu waendelee kuhamasika kushiriki Zanzibar International Marathon. Bora tarehe 29. Siku ya leo nafurahia sana. Race ilikuwa mzuri, ilikuwa very organized, na shukuru kwa hiyo. Hatujakuwa na shida yoyote kwa barabara. Katika mashindano hayo, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar amewazawadia mfano wa hundi yenye fedha taslim shilingi milioni 3 kwa washindi wa mbio za kilomita 21 na shilingi milioni 2 kwa washindi wa mbio za kilomita 10 kwa wanawake na wanaume. Huzaima Khamis, ASAM Online TV.